Nubivuga baraza kumva n'abahungu. Oya. Sawa. Reka dusabe chairman gategeko sinza ahantu hari. Gategeko ari hehe? Chairman gategeko. Chairman gategeko. Itange kuvuga. Yageze. Umuntu wabataye isaga umuntu wabataye isaga rwose. Touch. Umuntu wabataye isaga rwose ano ni mu ikanisa. Ntabintu z'ubujura we need justice. Chairman gategeko rero tu. Zana chwa tukigira amani. Zana chwa tukigira Yego. Yes. Hano naho twaje kubyina. Naho turi ubyine twaje hano mukaba byo. Byose. Tubangara gushiramo izo ndirimbo bari gushiramo. Abantu ni muruke mu modokari hanyu. Umuntu ufite idarapo ayizane. Idarapo nini sizitwe. Idarapo nini. Hamjambo wote. Acha tuanze tukiwashukuru wote wenye wamehudhuria kwa siku ya leo. Tukiwa hapa Nairobi tukiomba haki yetu kwa kabila letu la Banyamulenge, pia na Watusi wote wa DRC Congo. Tumekuja hapa kama vile tumeongea tukiomba haki iweze kutendeka na mauaji isimamishwe huko kwetu DRC Congo. Kila mmoja wetu ako hapa anajua ile mambo yenye inapitikana huko kwetu, mambo ya ubaguzi, ya kuuliwa kinyama, wanakuliwa Wakongomani wote. Wakiona serikali ya Burundi ikiendelea kufanya hiyo mauaji katika nchi yetu ya Kongo, tuko hapa tukiomba haki yetu kama Wakongomani, tuweze kupata haki kama Wakongomani wengine. Kwa leo tunaomba hiyo mauaji isimamishwe katika nchi yetu ya Kongo. Nchi jirani kama nchi ya Burundi inaendelea kutuma madrones P5 wenye wamefanya genocide huko Rwanda. Kwa leo wameambia huko Kongo wakiua Wanyamulenge na kabila na Watusi pia. Tunaomba Umoja wa Mataifa, tunaomba EAC iweze kusimama katikati, iweze kuingilia kwa hiyo shida, isimamishe hayo mauaji katika nchi yetu ya Kongo, hususan huko Minembwe. Hiyo mauaji iweze kusimamishwa kuanza siku ya leo. Watu wamefungiwa mahali pamoja. Mnajua vile serikali ya Burundi kila siku wenye wanafaka
habari wanafuata kila siku vile watu wanauliwa mchana na usiku katika nchi yetu ya Kongo. Tunaomba Umoja wa Mataifa, tunaomba serikali ya Kongo, tunaomba serikali ya Burundi ili iweze kusimamisha hiyo mauaji ya wazazi, ya watoto, ya wamama, tupate haki kama binadamu wengine. Na tunashukuru sana serikali ya Kenya. Serikali ya Kenya imetupokea hapa, hao wote wenye wako hapa ili aweze kuwasalimia na kuwapea pole kwa mambo yote anayopitia. Jambo la kwanza sababu ya umbali ametutoa mahali tumefika, mkono wa nani? Ndio. Mahali tuendapo ni nani? Mahali tunatarajia kusonga mbele, tunamwongelea ndio. Ya pili, niseme kitu ya kwanza. Shukrani. Ya tatu niseme niko na shukrani nyingi sana kwenu. Kila mtu akipigia makofi. Tunajua ni kwa nini. Sababu rafiki ambaye ni my brother aliponiambia nisaidie kuandamana na yeye niweze kupata kutembea hapa, niweze kupeleka ujumbe wenu katika Umoja wa Mataifa. Nikaenda na yeye na tukaweza kupata huru pale. Saa ilikuwa imeandikwa inaanza saa 3, inamaliza saa ngapi? Saa 6. Nataka kuwashukuru sababu ya heshima ambayo nimefanya, nimeonyeshana kwamba mko na heshima na wanabiashara katika taifa letu. Sio? Hakuna mtu hata mmoja amepoteza simu ama iko? Hakuna. Tuko sawa? Sawa. Kwa hiyo mimi nataka niwashukuru sababu ya hiyo heshima. Sababu ndugu yangu alipoelezea kwamba tunaanza kusimika pale, tukasonga na nini, na mwisho tukamaliza mpaka. Mimi nawashukuru kwa hayo sababu ingekuwa hakuwa na heshima, ingefanya kitu ambaye hakiko katika ile maandiko ambayo tunaandika. Kwa hivyo mimi nasema Mwenyezi Mungu awabariki. Amen. Jambo lingine nataka kusema, watu wengi walipokuja hapa Kenya, wasichana wameshaoleka hapa, si ndio? Wa Kenya, ndio. Vijana pia wameoa wasichana kutoka hapa Kenya. Wengi wetu ama wengi wao wamekuwa wenyeji na wamekuwa citizen wa Kenya. Kuna wengine wako na vitambulisho vya Kenya, si ndio? Niwaambie kama uko na kitambulisho la Kenya, uko na haki ya kuenda kupiga kura mwaka wa 2027. Na mimi nasema ndugu yangu umetaja kitu asikuwa ninamkuambia makofi, sababu amesema ameshukuru serikali ya Kenya ambaye inaongozwa na William Samoei Ruto. Kwa hiyo mimi nataka niseme kwamba rais wa Jamhuri ya Kenya analinda kila mtu ambaye anatoka katika taifa letu. Kwa hiyo tusije kupokea nchi yetu ya Kenya na kueneza upendo, ndio na tusije kumwombea taifa. Rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto, ndio wale wako na vitambulisho wamekuwa citizen, watoto wameolewa hapa na wengine vijana wameoa hapa wamekuwa citizen.
ikifika wakati wa kupiga kura, kumpigie Rais William Ruto, useme Ruto. Sasa hiyo kwa wale ambao wanafanya siko namna hiyo. Wengi tunasema Mungu awabariki sana, watendee mema, na ndio tuko pamoja. Anasema majina. Introduce yourself. Yes. Right. Kumalizia, huyu huwa tunashiriki kabisa na wewe. Ni ndugu yangu. Na ndugu tunazungumza hapa macho kulia hata kama inafanya nini. Mimi nasema huyu ndugu yangu tunasema yeye yangu wa dhati. Hakuna mtopanga huku. Kukaribisha Kenya kusini kuleta amani, kuongeza amani na umoja.